Kuna mabilioni katika akaunti ya kanisa letu. Kule kwetu ni zaidi ya TRA. Hamna hela. Mimi siuzi mafuta, nina hela kuliko nyinyi. Kulipa zaka sio hawa na namna ya kulipa zaka sio hiyo. Matumizi ya zaka sio hayo. Kusema tu neno lisilogoshiwa sio goshiwa. Kufirisi watu na neno lisilogoshiwa. Kikubwa tu umewavalisha misketi mipana mipana, misuruali mipana mipana. Ina chuki, ina hasira mikali, mikatili, ina roho mbaya. Inakumbuka zaka tu. Watu wa zaka hata Yesu alikuwa na uadui nao. Watu wa zaka hujuaga zaka tu na mambo mengine yote ya ukatili wa hii dunia wanashiriki. Watu wa zaka ni moja ya watu wenye roho mbaya sana, mbinafsi sana, alafu yenye uadui kila jambo jema. Kila anayefanya jambo jema ndio inayokuwa mbele. Kusema injili sio hivyo. Kwa injili ndio utapeli huo. Kumbukumbu 14 mstari wa 22. Usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo shambani mwako mwaka baada ya mwaka. Nawe utakula huko mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapopachagua apakalishe jina lake. Zaka ya nafaka zako. Hapo pote tutaendelea katikati naongea kula. Haya, nyingine zaka nyingine 28. Pote pa katikati anazungumza mle wewe na watu wa nyumbani wako. Ila tuna Mlawi pengine usimsahau naye apateko, lakini mle, sio mpe mwizi fulani, tapeli fulani. 28, Kumbukumbu 28. Kila mwaka wa 3 mwisho wake toa fungu la 10 lote la maongeo yako ya ng'ombe ya mwaka huo uliweke ndani ya malango yako, na Mlawi kwa kuwa hana fungu wala urithi pamoja nawe, na mgeni na yatima na mjane aliyefiriwa na mumewe walio ndani ya malango yako, na wajane waje wale na kushiba, ili kwamba Bwana Mungu wako akubarikie katika kazi yote ya mkono wako uifanyayo. Zaka hapa inaenda wapi? Hawa wanaochukua sio wanajipatia mali kwa njia ya udanganyifu, wanajipatia ni utakatishaji fedha hawa. Biblia yenu mnapogusa hii hapa, hii tutawa challenge. Mkigusa hii tunayosoma hii tutawa challenge, hii tutawakosoa. Ni mzee hatakiwi kukosolewa. Nabii mzee ndiye aliyepoteza nabii kijana. Wazee ndio wanaopoteza vijana, kwa sababu wazee walitangulia nini? Kuiba. Yeremia hakuwa na wazee waliomtangulia, mbona alikuwa na challenge na wapinga? Yesu wazee walimtangulia, wakuwa makuhani wale, alikuwa na wapinga. Kuwapinga wazee waliopotoka ambao dunia imeendelea kuharibika wakiwa wapo, ndio utumishi, ndio uhubiri. Alilaaniwa nani? Elia alilaaniwa kwa kuwapinga manabii wazee, manabii makuhani wahuni. Yesu alilaaniwa. Mitume walilaaniwa, manabii wa Mungu akina Isaya walilaaniwa. Tumweza mchungaji, unapigwa na Mungu kwa sababu ya kuwakemea matapeli kama hawa, wazee kama hawa. Napigwa na Mungu, tunapigwa na hawa wanashirikiana na utawala wa kishetani kuua watoto wetu. Si hayo ndio anayochora ramani mengi hayo? Unapigwa na Mungu. Mungu wa wapi? Kwa Mungu wenu nyie ni Samia na utawala wake, ndo Mungu wenu, ndo anayepiga watu wanaopinga dhuluma, utekaji, mauaji. Mimi kwangu sina mchezo na zaka. Mtu halipi zaka tunatimua, na nimewaambia kabisa, ndio maana nimeweka milango mingi. Kama huwezi kulipa zaka tu, wahi mlango wa kwanza mbele yako. Kule kila jina linaandikwa na hela yake, anapata mshahara kiasi gani, kuna fomu ya kujaza, anapata mapato kiasi gani. Kule kwetu ni zaidi ya TRA. Kuna mabilioni katika akaunti ya kanisa letu, na yote ni zaka. Ndio maana mnauza mafuta, hamna hela. Mimi siuzi mafuta, nina hela kuliko nyinyi. Hatuuzi mafuta, hatuuzi maji. Kuna njia ambayo Mungu ameiweka. Mungu anajua majitu ni mabahili.
anajua tangu mwanzo. Wewe ukianza kuhubiri hiari, toa kwa hiari, hamna hiari wewe. Anachokisema na kukifanya Kakobe ndio utakatishaji fedha. Wazee kama hawa ndio wanaofanya, yani hiki anachokifanya ndio kinachofanya wasiwe na ujasiri wa kukemea utekaji, kukemea mauaji, kukemea dhuluma kwenye jamii. Na ndio maana hata kama ulimuona alikuwa nakemea, alipoguswa kidogo tu, mara moja alipoguswa effectively, alipotea, alianza kusifia kila kitu, akaisifia na korona, akasifia kila kitu, udhalimu wote akawa anasifia. Sababu ni kwamba ukisha kuwa na makosa kama haya ambayo kimsingi utakatishaji fedha huko hivi, kujipatia mali kwa njia za udanganyifu au unyang'anyi wa kutumia silaha ya akili, ndo huu. Huwezi ukaandamwa sawasawa alafu ukawa na ujasiri bado wa kupinga utawala dhalimu, huwezi. Ndo maana alipoguswa tu alipotea. Sikiliza, najua chawa wake mnaomfanya kwamba huyu ni Mungu. Niliwaonya zamani, miaka 15 iliyopita, 20 iliyopita, kwamba Kakobe namna alivyo seti mindset za watu wake, kawaseti kana kwamba yeye ni mkuu kuliko Biblia, yeye ni mkuu kuliko Mungu. Agizo lolote ambalo Biblia isema, yeye akiamua kulikanusha na kulitafsiri anavyotaka kwa faida yake na kwa mapenzi yake, waumini wake lazima waseme, unayosema wewe ni zaidi ya Mungu, ni sawa. Sasa nisikilize, kuna kitu wanaita kulipa zaka. Tafsiri ya kulipa zaka sio hiyo. Wa kulipa zaka sio aina ya watu kama watu wa Kakobe, hao anawadhulumu tu, anawapora tu. Wa kulipa zaka sio watu kama hao. Matumizi ya zaka, hata kama watu wanatakiwa kulipa, sio hayo anayotumia Kakobe. Nianze na nini? Nianze na kulipa zaka. Nianze na nani anayestahili kutoa sadaka, na tuone, je, watu wa Kakobe, alafu tuje kwenye neno kulipa zaka na mengine mengi. Watu wa Kakobe wana haki kweli, wana sifa. Katika kitabu cha Mithali 15 mstari wa 8, sadaka ya mtu mbaya ni chukizo kwa Bwana, bali maombi ya mtu mnyofu ni furaha yake. Swali, watu wa Kakobe ni watakatifu, ni wanyofu, nataka nikwambie, walipa zaka ndio moja ambao hata Yesu walikuwa maadui wa Yesu, kwa sababu walipa zaka wenyewe uzingatia kimoja tu, uaminifu kwenye zaka. Utakuta ni maraya mbwa, ila kwenye akili humu najifanya huku nje wamevaa misketi mipana, mishati mipana, misuruali mipana, lakini ndani, kwa sababu kweli ni kwamba ni mafundisho ya ubinafsi kama ambavyo mnaita ya kiroho, kama hii anayofundisha Kakobe na wanaofanana naye, haijawahi kuzaa watu watakatifu kwenye nia, kwenye mawazo, hata kwa dhambi unazoona wakali sana. Iwe uzinzi ni mizinzi ya kutupwa, ukali ni mikali, roho mbaya, ubinafsi ndo kilichojaa. Ndo maana unaiona watu wanauawa, watu wanatekwa, watu wanateswa, yenyewe iko mle inasubiri kwenda mbinguni. Hakuna cha mbinguni wala nini, wote mtapotea tu kwenda kuandika vitabu. Tumeenda kuandika vitabu, ni miisho ya laana kwa sababu ya uporaji. Kwa nini clip inaibuka sasa hivi na kuwa na nguvu sana? Kwani ameongea leo? Hii clip inaibuka kwa sababu sasa watu wanaanza kufananisha mwisho wa mhubiri na alichokuwa naongea. Kwa karibu kila ilichokuwa naongea kinaanza kureflect kwamba hapa tulikuwa tunapigwa, huyu mtu hakuwa sahihi. Mimi nikiri Kakobe alikuwa mtu sahihi sana, lakini alienda mbali sana. Alikuwa kiumbe ambaye kwa sababu ya jitihada zake moyo wake ilifika mahala alienda na kuona yeye ni zaidi ya Mungu. Kuna maagizo chungu nzima mimi nilikuwa naikataa tangu 2009 na 10, nikasema mengine mengi huko sahihi,
lakini haya mengine unaagiza kana kwamba wewe ni zaidi ya Mungu. Kulipa zaka, kutoa sadaka sio hivyo. Na mafundisho mingi rukuki, mingi, sitaki leo nianze kuchambua hiyo. Wafu gospel wa zamani wananifahamu, na nilisema utakuja kutokea mwisho ambao kila mmoja atafahamu kwamba hiyo haikuwa sawa. Ndio maana unaona ka clip tu kapo siku nyingi kanaanza kulipuka sasa, kwa sababu sasa hivi karibu kila mtu anafahamu utumishi ni nini, ucha Mungu ni nini, uhubiri ni nini, na bado watu wataendelea kufahamu. Tusome wa zaka ambazo Mungu alitaka watu walipe wakiwaje. Malaki hiyo ambayo mnasoma, lipa zaka kamili. Nani wa kulipa zaka? Alipa akiwaje? Malaki 2 mstari wa 3. Nianzie 2. Kama mtaki kusikia na kama mtaki kuitia mioyoni ili kulitukuza jina langu, asema Bwana wa majeshi, basi nitawapelekeni laana, nami nitazilaani baraka zenu. Naam, nimekwisha kuzilaani. Angalieni, nitaikemea mbegu kwa ajili yenu, nami nitapaka nyuso zenu mavi, naam, mavi ya sadaka zenu, nanyi mtaondolewa pamoja nayo. Naomba uelewe, Mungu hana njaa kama hii iliyo na shida ya kuwa na gari kali na nyumba kali. Hana njaa hiyo Mungu. Yakobo akiwa fair, matumizi ya sadaka alikuwa na yatumia kwa namna watu mnakula pamoja, anakusanya mnakula pamoja. Lakini alipoanza kupotea, Yakobo alipokuwa fair, najua watu wake mnanisikiliza, alipokuwa fair kumjengea nyumba kwa siri au peupe yake binafsi, zile mali zitumike kwa ajili yake binafsi, Yakobo hilo alikuwa anakataa. Yakobo alipopotoka ndo alipofungulia ile nyumba mkamjengea likasiri. Nyie muko na mindara kapata, muko na mimadeni kila kona. Inatokana na kuchangishwa, kutozwa mali kwa namna msiopasa kutozwa. Niingie lipi? Yako mengi, mi nitakayoyaacha ndo hayo. Mi sitachambua, naweza nisichambue yote. Niingie lipi? Yako mengi aliobwabwaja. Nianzie kwenye jambo la uhiari, hilo najua wengi wamejaribu kugusia. Hebu nianzie kwenye matumizi ya zaka. Matumizi ya zaka na kinachoitwa ubahiri. Zaka kwa wahubiri waliopo sasa hivi, sio unatakiwa tu kuwa bahiri, unatakiwa usitoe kabisa. Hakuna wahubiri wanaojishughulisha na neno la Mungu. Neno la Mungu, wateteeni wanaoonewa. Neno la Mungu, iweni na huruma kama Baba wa mbinguni alivyo na huruma. Hakuna mhubiri ambaye unatakiwa utoe zaka kwake sasa hivi. Hakuna. Haya yote majambazi tu. Ni vigumu sana. Pengine tujaribu akina Gwajima hao ambao wameriski maisha yao, wanaishi kama digidigi. Huo ndo uhubiri. Mhubiri cha kwanza Yesu alihubiri, alikuwa anapambana na dhuluma ya Mafarisayo ambao walikuwa sehemu ya utawala. Wakuu wa makuhani walikuwa sehemu ya utawala. Watoza ushuru walikuwa sehemu ya utawala. Wafalme walikuwa sehemu ya utawala. Alikuwa anabishana, anapambana na udhalimu na namna wanavyodanganya watu, wanavyotesa watu, wanavyokandamiza watu, wanavyoumiza watu kwa kutumia sheria za Musa. Na sasa kwenye nchi zetu matapeli watawala wanatumia kinachoitwa sheria, na ukiangazia sheria wanasema wamezitoa kwenye Biblia. Wanatumia hizo kukandamiza watu. Mhubiri kabisa lazima akabiliane na kitu kinachofanya watu wawe wanatenda dhambi, watu wawe waongo, watu wawe wajikute kazi zimekataa, wanazini. Hebu ngoja nikusomee matumizi ya sadaka na pa kutoa sadaka, pa kutoa zaka, matumizi ya zaka. Kumbukumbu 12 mstari wa 13, ujihadhari usitoe zaka zako za kuteketezwa katika kila mahali upaonapo, pakiwepo pa Yakobo. Mnaotoa zaka kwa Yakobo mnapoteza tu, na ndio maana mmechakaa, mmepauka, na wengi hapo kwenye mioyo mlishachoka. Kwanza mna maswali juu ya huyo alienda kuandika vitabu na mimambo mingi aliyokuwa nawapelekesha kijinga tu, mnaita kwenye ulimwengu wa roho. Wengi mmechoka kwa sababu mnatoa sadaka kila mahali
Kwa wahubiri hawa tulio nao sasa hivi, hakuna mhubiri aliye ni mchungaji aliye tayari kutoa uhai kwa ajili ya kondoo. Tuna wachungaji walio tayari kujenga majumba ya fahari kama akina Kakobe, magari ya fahari, wakati kondoo na madeni na mimandara ya huku na kule. Pumbavu nye. Hakunaga kubarikiwa wala kupata fedha kwa sababu ya kutoa fedha. Biblia inasema wakali ndio wanaomiliki mali. Wale wazungu na walioendelea kote walikokuwa ni wazima, wanalindwa mnakoita rohoni na mwilini. Nyie mnaosema mnalinda rohoni, mimafua mimahoma iko kwenye miili yenu. Wala hawatoi pesa kwa wahubiri mnaoita nyie. Njia ya kupata pesa, fanya kazi kwa bidii, tunza kwa umakini. Kanisani toa fedha kwa moyo wa kupenda, tena ukiwa kanisa hilo limekusaidia mbinu, akili na njia za kupata hizo fedha. Ndo Mungu anavyotaka watu watoe pesa. Tutoke hapo tuende kwenye matumizi ya sadaka. Na hilo fungu la 10 ni hiki wanachofanya akina Kakobe na jinadi. Mi tajiri ni mali zako binafsi. Hii ya tajiri, ngoja kabla sijasoma hii kumbukumbu nisome Timotheo. Haya, twende Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 4. Amejivuna wala hafahamu neno lolote. Kusema tu neno lisilogoshiwa sio goshiwa, kufirisi watu na kutawala watu na kuumiza watu kana neno lisilogoshiwa. Kikubwa tu umewavalisha misketi mipana, misuruali mipana. Ina chuki, ina hasira mikali, mikatili, ina roho mbaya. Inakumbuka zaka tu. Watu wa zaka hata Yesu alikuwa na uadui nao. Watu wa zaka hujuaga zaka tu na mambo mengine yote ya ukatili wa hii dunia wanashiriki. Watu wa zaka ni moja ya watu wenye roho mbaya sana, binafsi sana, alafu yenye uadui kila jambo jema. Kila anayefanya jambo jema ndio inayokuwa mbele kusema injili sio hivyo. Kwa injili ndio utapeli na washambulia wanaouza mafuta. Inawezekana hata unachokifanya wewe ni kibaya kuliko wanaowauzia mafuta. Amejivuna wala hafahamu neno lolote, bali ana wazimu wa kuwazia habari za maswali na mashindano ya maneno, ambayo katika hayo hutoka usuda na ugomvi na matukano na shauku mbaya na majadiliano ya watu walioharibika akili zao, waliokosa kweli uhalisia. Ndio wameshika tu injili sio goshiwa. Injili udufahamu hata injili sio goshiwa. Usingekuacha umepauka hivyo. Usingekuacha na disuruali tu kubwa hivyo. Injili ingekufanya kuwa mtu fulani genius, kuwa mtu fulani gumzo, kuwa mtu fulani mtoa maelekezo ya nini kifanyike ndani ya nchi. Injili sio goshi, imewacha tena tunasubiri kwenda mbinguni. Mwenzenu kaenda kuandika kitabu. Wameacha wangapi ambao walikuwa mbele sana, waaminifu sana, walitoa kila kitu wakafirisika. Unafikiri wewe utasurvive? Usurvive hata wewe tukanaga hapo unapotukana. Tunawaambia mambo nabaki tu na injili sio goshiwa, injili sio goshiwa. Ni utapeli. Haya. Na majadiliano huku wakidhani ya kuwa utaua ni njia ya kupata faida. Mimi ni tajiri mimi. Wakidhani umeupata wapi utajiri? Si kwenye haya mataira haya. Na shika yalipe ni fungu la 10 kwa mabavu. Hutaki hiari. Yani neno la Mungu linataka hiari. Wewe unasema hakuna hiari, na yenyewe anashangilia kwa sababu umejipambanua wewe ni mkuu kuliko hiki kinachoongoza. Unajua sasa hivi kile kinachoitwa ulimwengu wa roho ni kila mmoja na uwezo wa kutafsiri andiko lolote anavyotaka yeye kwa maslahi yake, na akasema kwenye ulimwengu wa roho ni hivyo. Biblia hii ndo ulimwengu wa roho wa juu ambao anaweza kuelewa mtu yoyote hivyo lilivyo. Lisipindisho wa kulipa zaka sio hawa, na namna ya kulipa zaka sio hiyo.
Matumizi ya zaka sio hayo. Haya, ngoja nikusomee matumizi ya zaka. Kumbukumbu 12 mstari wa 5. Lakini mahali atachagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, apaweke jina lake, maana ni makao yake. Elekezeni nyuso zenu hapo, nawe wende huko. Peleka huko sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka za kuinuliwa na mikono yenu na nadhiri zenu na sadaka zenu za hiari na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu na ng'ombe na ya kondoo. Na huko mtakula mbele za Bwana Mungu wenu, nanyi furahini katika yote mtakayotia mikono yenu, ninyi na wa nyumbani mwenu aliyokubarikia Bwana Mungu wako. Zaka, sadaka inatakiwa mukale huko mbele za Bwana, mukale. Sio hiki ambacho mnasikia mimi tajiri na nyumba ya kifahari. Huu ni utakatishaji fedha, huu ni uchumi, huu ni kujipatia mali kwa njia ya udanganyifu. Na ndio maana hii mijitu ikiguswa kidogo inapotea kabisa, kwa sababu anaona ana kesi nzito anayotakiwa kufunguliwa kwa mwisho wa siku. Kwanza kusifikia kila kitu. Imani sio hiyo. Kama alichokuwa anapinga kwa Magufuli kilikuwa sahihi, imani unakuwa radhi kuuawa kwa ajili ya jambo ambalo ulikuwa unalipinga. Na hii sio unagusa tu kidogo kaanza kushangilia Magufuli, baadaye Magufuli kaondolewa, anayekuja kaanza kumshangilia pamoja na corona. Wakati wa Magufuli wako na Magufuli tunaombea Mungu ana uwezo wa kuponya yote. Magufuli ameondoka, kaja huyo mwingine, corona, barakoa, chanjo, akawa mpiga debe mkubwa. Nini? Tayari ni mtu ambaye anajijua, mimi sina uwezo wa kuwa na msimamo juu ya kupinga ubaya wa wenye nguvu. Tapinga ubaya wa wahubiri hawa, nikipinga ubaya wa kina Kikwete, wa watu wenye nguvu, ni hawaja kushika. Wakikushika tu hivi kidogo, tena wenyewe waliwatikisa kidogo. Akina Kakobe wamefanywa tuliofanywa sisi. Ndio maana akina sisi wanasema huyu ndo mhubiri. Wamefanywa tuliofanywa sisi, waliguswa kidogo tu. Chami ni mzee, siwezi nikastahimili kwenda gerezani. Akina Petro, watu wa Mungu wengi walienda gerezani walikuwa vijana. Injili inaacha uzee. Niguse matumizi ya fungu la 10. Usiache kutoa zaka. Kumbukumbu 14 mstari wa 22. Usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo shambani mwako, mwaka baada ya mwaka. Nawe utakula huko mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapopachagua apakalishe jina lake, zaka ya nafaka zako. Hapo pote tutaendelea katikati, naongea kula. Haya, nyingine zaka nyingine 28. Pote pa katikati anazungumza mle wewe na watu wa nyumbani wako. Ila tuna Mlawi pengine usimsahau naye apateko, lakini mle, sio mpe mwizi fulani, tapeli fulani. 28, Kumbukumbu 28. Kila mwaka wa 3 mwisho wake toa fungu la 10 lote la maongeo yako ya ng'ombe ya mwaka huo, uliweke ndani ya malango yako. Na Mlawi kwa kuwa hana fungu wala urithi pamoja nawe, na mgeni na yatima na mjane aliyefiriwa na mumewe walio ndani ya malango yako, na wajane waje wale na kushiba, ili kwamba Bwana Mungu wako akubarikie katika kazi yote ya mkono wako uifanyayo. Zaka hapa inaenda wapi? Hawa wanaochukua sio wanajipatia mali kwa njia ya udanganyifu, wanajipatia ni utakatishaji fedha. Hawa si waporaji, hawa wa kutumia silaha ya kiakili. Ujue hata silaha hii ilitengenezwa na akili. Akili ni silaha mbaya zaidi kuliko hata silaha yenyewe inayoua watu. Vyote vinavyoua watu vimetoka kwenye akili ya mtu. Ndio maana haina ujasiri wa kukemea mauaji, sababu ni miuaji kwa akili za watu. Wamefilisika wangapi? Wameenda mbinguni wapi? Wameacha wangapi wakiwa wamefilisika, ukiwa umewatoza mali kwa ubabe kiasi hicho? Nigusie la uhiari nje, nigusie kidogo la kutoa sadaka kwa siri, kwa kuandika.
Sadaka ipi ilitolewa kwa kutolewa risiti, kwa kuandika kwa uwazi? Kwa Biblia ipi? Kwa sababu wanakuambia wewe ni mkuu kuliko Mungu. Wewe ni mkuu kuliko Biblia. Biblia yenu mnapogusa hii hapa, hii tutawa challenge. Mkigusa hii tunayosoma hii tutawa challenge, hii tutawakosoa. Ni mzee hataki kukosolewa. Nabii mzee ndiye aliyepoteza nabii kijana. Wazee ndio wanaopoteza vijana, kwa sababu wazee walitangulia nini? Kuiba. Yeremia hakuwa na wazee waliomtangulia, mbona alikuwa na wa challenge na wapinga? Yesu wazee walimtangulia, wakuwa makuhani wale, alikuwa na wapinga. Kuwapinga wazee waliopotoka, ambao dunia imeendelea kuharibika wakiwa wapo, ndio utumishi, ndio uhubiri. Alilaaniwa nani? Elia alilaaniwa kwa kuwapinga manabii wazee, manabii makuhani wahuni. Yesu alilaaniwa. Mitume walilaaniwa, manabii wa Mungu akina Isaya walilaaniwa. Tumweza mchungaji, unapigwa na Mungu kwa sababu ya kuwakemea matapeli kama hawa, wazee kama hawa. Napigwa na Mungu, tunapigwa na hawa wanashirikiana na utawala wa kishetani kuua watoto wetu. Si hayo ndio anayochora ramani mengi hayo? Unapigwa na Mungu. Mungu wa wapi? Kwa Mungu wenu nyie ni Samia na utawala wake, ndo Mungu wenu, ndo anayepiga watu wanaopinga dhuluma, utekaji, mauaji. Katika Timotheo wa Korinto wa kwanza 9 mstari wa 6, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoae sadaka ya aina yoyote, kiwemo zaka, kwa moyo wa ukunjufu, sio kwa Mungu, sio kwa ubabe, sio kwa ubabe. Sio hicho mnachokifanya. Akobe, sina muda ningekusomea maandiko ya kutosha hapa. Yesu alivyopambana sana walipa zaka, walipa zaka ni yani, akilipa zaka anajiona mtakatifu mkamilifu, anatakiwa kubarikiwa, anatakiwa kutambulika, anaenda mbinguni, ni mkamilifu. Pumbavu tu. Mungu wahubiria wahuni ndo aliye na shida na sadaka. Mungu anasema sitaki sadaka, nataka rehema. Sitaki sadaka za watu. Yesu mwenyewe katika Mathayo 9:13, nataka rehema, nataka watu wenye huruma, wenye matendo mema, sio sadaka za watu, sio fungu la 10 la watu, sio zaka la watu. Ndo Yesu huyo. Na misukula msikilizaji mpaka mwisho. Lisikule lolote la kwa Kakobe uliyenisikia mpaka huku, andika nimekusikia mpaka huku. Kama nimeendelea kubaki msukure au naamua kuacha, na kusomea ni maandiko. Maandiko ni ramani bora kuliko misimamo ya kidini, ya kipumbavu, ya kibinafsi, ya kishetani. Sadaka mnapotoa, mnatakiwa kuandika majina, kuweka wazi. Basi wewe, Mathayo 6 mstari wa 2, basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Amin, nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume, sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Sadaka iwe kwa siri. Mmetoa wapi ya kuandika sadaka na watu kujua nani anatoa shilingi ngapi? Si ni wezi hawapendi kuibiwa. Mwizi hapendi kuibiwa. Ndio maana nasema nyosha sadaka yako juu, pale linapiga hesabu 10,000 ziko ngapi. Ili shemasi akipiga panga moja kwa moja aanze kusema 10,000 niliziona humu zimeibiwa. Hapana, ananifunulia
Roho ananiambia kabisa, ananiambia hela hapa zimeibiwa. Nini limeshapiga hesabu 10,000 zilikuwa ngapi? 5 zilikuwa ngapi? Na shemasi naye kazi wai zile kamurundikia 1,000 na 500 na macherechere. Ndio hii mnasema andika utatoa shilingi ngapi, utatoa kiasi gani, ili baadaye likiona mfuko haujatuna sawa sawa nianza kumfuatilia mmoja mmoja. Ulitoa mwezi huu? Nitoa na risiti ninayo. Ulitoa mwezi huu? Nitoa na risiti ninayo. Mwisho wa siku anajua ya shemasi mwizi. Biblia ilikuwa na maana, haikutaka wahubiri wachukulie kama ni njia ya ulaji. Uhubiri ilikuwa njia ya kuyatoa maisha kwa ajili ya watu, na watu wakikuchangia chochote kwa sadaka yote, kwa njia yoyote, iwe ni kwa hiari yao na kwa kupenda kwao. Biblia ni kweli anaposema, sijui Yesu alisema wape watu, kama unataka kuwa mkamilifu wape maskini alafu nifuate. Hakusema nipe mimi Yesu, hakusema toa kanisani kwetu. Aisema wape maskini, kama unampenda jirani kama nafsi yako, wafanye wengine wawe na uwezo kama ulio nao. Wananchi, yanatosha. Wenye kutukana tukaneni, kwa sababu sasa mlindeni mpaka, na inawezekana mtakuja kuficha jambo fulani, itakuwa mmeficha jambo fulani la aibu. Inawezekana mtakuwa na limwisho fulani la aibu. Utafikiri ni wale wa shika neno tenda neno ambao walisema mtu wao amepaa. Na wahakikishieni mna misimamo fulani ya kijinga sana, ameweka. Huyo ni mtu ambaye yeye yuko juu ya Biblia, yuko juu ya ukweli wa kibinadamu, juu ya huruma yoyote ambayo Yesu alitaka watoe naye, yaani yuko juu ya kila kitu. Sasa inawezekana mtakuja kuwa na mwisho fulani, huyo baba yenu na nyewe wenyewe mwisho fulani wa kujificha. Pengine lijitu linakufa alafu linafichwa. Mijitu nakufa, utafikiri ni hawa watawala wa Samia, wakifa wanatumia njia zozote ili kiwezekana wajifiche, wasionekane wamekufa. Sababu ya maisha, uporaji, ubinafsi, ukatili, roho mbaya ambayo mnaita injili isiyogoshiwa. Kwenda zenu, mlichochukua mlichopokea ndo hicho, kwa sababu wakati mwingine inakuwa imebaki ni maneno ya ukali tu ili tufunge ukurasa. Hongera uliyenisikiliza na kuelewa chochote ulichoelewa. Takuja kuongea kwa upole na utaratibu, kiwa na akili zimefunguka. Lakini kwa hapa